بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ويا علي بن أبي طالب، صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك أبي الفضل العباس وأختك زينب وبنتك سكينة. سيدي يا حسين، ليتنا كنا معك في أرض كرب وبلاء فنفوز فوزا عظيما. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. صدق الله العلي العظيم. سورة يونس الآية 9. إن الذين آمنوا، hakika wale ambao wameamini, waamilu salihat, na wakatenda mambo mema, yahdihim rabbuhum biimanihim, atawaongoza wao Bwana wao kwa sababu ya imani zao, jannatin tajri min tahtihimul anhar, jannatin tajri min tahtihimul anhar, pepo ambazo hupita chini yao mito, fi jannatin naim, katika pepo za neema. Innal ladhina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum biimanihim jannatin tajri min tahtihimul anhar fi jannatin naim. Aya hii ya 9 iliyopo katika surat Yunus ituongoze kwenye kikao chetu cha leo au muhadhara wetu wa 22 katika mlolongo wa mihadhara ya mwezi mtukufu wa Muharramul Haram wa mwaka 1448 Hijiria, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu tumeiita Karbala, njia ya uhuru wa kifikra.
na kauli mbiu hii ikatupa sababu ya kutengeneza mada tuliyoiita uhalisia wa ushia. Na nimesema zaidi ya mara moja kwamba malengo makubwa ya mada hizi zinazozungumzia ushia kwenye kipindi hiki tulichokuwa nacho, malengo makubwa ni umoja wetu wa Kiislamu, nikiwa na itikadi ya kwamba watu ambao hawajuani hawawezi kuungana, watu ambao hawatambuani hawawezi kuwa kitu kimoja. Na nimesema zaidi ya mara moja kwamba wasiokuwa Waislamu na maadui wa dini hii ya Uislamu wamejitahidi kufanya bidii kubwa kuhakikisha makundi mawili haya makubwa ya Waislamu, Masuni na Mashia, hawakai meza moja. Na mimi niseme kwa asilimia kubwa maadui wa Uislamu hili wamefanikiwa. Taban si kwa asilimia 99, lakini ni kwa asilimia kubwa. Kwa sababu leo tunapowaona watu ambao ni ndugu moja, wote ni watu wa la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tunapowaona watu ni watu wa imani moja, lakini watu hao wanafanyiana khiana, hawako tayari kusaidiana, ni ishara ya kwamba adui amefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Yunus 9, Mungu anasema hakika wale walioamini, wale waliomwamini Mungu mmoja, ambapo ndiyo imani ya Masuni na Mashia, wale waliomwamini mtume mmoja ndiyo imani ya Mashia na Masuni, hawana mtume mwingine. Hakika wale waliomwamini Mwenyezi Mungu mmoja, wakaamini kitabu chake Qur'an, wakamwamini mtume wake, wakaiamini siku ya mwisho, wakaamini maamuzi ya Mungu, wakaamini uwepo wa Mungu, wakatamka shahada mbili, wakaswali swala 5, wakafunga, wakahiji, wakatoa zaka. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, wakatenda hayo mambo mema niliyoyataja, Mungu atawaongoza kwa sababu ya imani yao hiyo kwenye pepo ambazo hupita chini yake mito, fi jannati naim, katika pepo zenye neema. Kwa hivyo Yunus 9, Mungu anasema pepo ni ya watu wenye sifa mbili. Sifa ya kwanza ni sifa ya imani, lakini sifa ya pili ni sifa ya kutenda matendo mazuri. Atakayekuwa na imani kwa haya niliyoyasema, akatenda matendo mazuri kwa haya ninayoyasema, Mungu anasema mtu huyo atamuongoza kumpeleka peponi, ambayo ni pepo ya neema. Mungu hajasema pepo hii ya Masuni,
Mungu hajasema pepo hii ya mashia. Mungu hajasema pepo hii ya maibadhi. Mungu amesema pepo hii ni ya wale watakaokuwa na vigezo viwili: imani na kutenda matendo mazuri. Huo ndio Uislamu. Lakini leo adui ametugawa na kutugawanya na kutuonyesha wale masuni, wale mashia. Angalia maneno yanayokwenda sambamba na Yunus 9, yanayokwenda sambamba na aya ya Mungu, maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Aliyoyapokea al-Imamu al-Baqir, Baqir ulumi an-nabiyyin an abaihi al-khulafai ar-rashidin. Maneno anayoyapokea al-Imamu al-Baqir kutoka kwa baba zake ambao ndio makhalifa waongofu, kutoka kwa babu yao Mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi wa alayhim ajma'in, katika hadithi ndefu ambayo ndani yake anasema: idha kana yaumul qiyama yunadi munadi aina jiranu llahi jalla jalaluh fi darih. Itakapokuwa siku ya Kiyama, atalingana mwenye kulingana akisema, wako wapi majirani wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika nyumba yake? Majirani wa Mungu wako wapi? Fayaqumu unuqum minan nas fatastaqbiluhum zumratun minal malaika, watasimama gurupu la watu wamenyanyua shingo zao, watapokelewa na gurupu kubwa la malaika. Watawaambia, madha kana amalukum fasirtum bihi jiranu llahi fi dari. Allahu akbar. Mmefanyaje nyinyi mpaka mmekuwa ni majirani wa Mungu nyumbani kwake? Kuna kitu gani mlichokitenda? Fayaqulun kunna natahabu fillah wa natabathalu fillah wa natazawaru fillahi azza wa jal. Qal fayunadi munadin sadaqa ibadi khallu sabilahum liyantaliqu ila jiwari llahi bighairi hisab. Mmekuwaje? Mbona mko tofauti na watu wengine? Kuna kitu gani mlichokitenda? Watasema kunna natahabu fillah, tulikuwa tukipendana kwa sababu ya Mungu, kwa sababu Mungu wetu alikuwa mmoja, mtume wetu alikuwa mmoja, kibla chetu kimoja, dini yetu moja. Hatukuangalia usuni au ushia, hatukuangalia makundi na magurupu. Tulikuwa tunapendana kwa ajili ya hilo, na tulikuwa tukisaidiana masuni na mashia kwa sababu Mungu wetu mmoja, mtume wetu mmoja, kibla chetu kimoja. Tulikuwa tunatembeleana masuni na mashia kwa sababu sote dini yetu moja, letu moja. Hapo atalingana mwenye kulingana akisema, mja wangu amesema kweli, khallu sabilahum, hao waache waende mbele, liyantaliqu ila jiwari llahi bighairi hisab, hawa waache waende wakawe karibu na utukufu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, usiwahisabu chochote. The reason is what?
Kwa nini huu karibu zaidi na Mungu? Kwa sababu hawa walikuwa wakipendana kwa ajili Mungu wao mmoja. Usuni na ushia uko wapi? Walikuwa wakisaidiana kwa sababu dini yao moja. Walikuwa wakiangaliana, wakitembeleana kwa sababu wote dini yao ni moja. Haya ndiyo mafundisho ya Mtume Muhammad. Maadui zetu wakatuunda, wakatuonda, wakatuletea mtihani wa kutukana maswahaba, wakatuletea balaa la kutukana maswahaba. Shekhe, useme nini? Utaeleweka. Na nimesema mara kwa mara kwamba kutukana maswahaba si akida ya Mashia wala si itikadi yetu, lakini hebu tuzame kiilmu na kiitikadi. Akipatikana mtu mwenyewe anatukana, anakuwa kafiri. Na changamoto iliyowakumba leo ulimwengu wa Uislamu, na hili linaliza kwamba hata yule ambaye hakusoma hata Muqaddimatul Hadhramiya, hakusoma hata Rubu'ul Ibada, hakusoma hata Jurumia, yeye anaweza kupanda mimbar akawakufurisha nusu ya Waislamu nyote makafiri. Wenzetu kule masekulari wana specialization, wana takhasus. Kule kuna mtu anasomea mifupa, kuna mtu anasomea sikio, yeye ni bingwa wa sikio. Ukimpelekea jicho anakuambia jicho mpelekee Dr. Mahmudi, ndio anashughulika na jicho, mimi nashughulika na sikio. Huku kwetu kwenye elimu ya dini, hata ambaye hajasoma Safinatun Najat ni shekhe na ni mufti. Hata ambaye hajasoma Irshadul Muslimin ni shekhe na mufti. Yanakufurisha tu shekhe, nyinyi makafiri bwana, hata mfanyeje? Mambo hayendi hivyo, wala dini si hivyo. Mungu siku ya Kiyama atawauliza, wako wapi majirani wa Mungu? Wamekuwaje majirani wa Mungu? Kwa sababu walikuwa wanapendana, Mungu wao ni mmoja. Walikuwa wakitembeleana kwa sababu mtume wao mmoja. Walikuwa wakisaidiana kwa sababu dini yao ni moja. Khallu sabilahum liyantaliqu ila jiwari llahi bighairi hisab. Hao waache, usiwahisabu, waache wakawe karibu na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi hii unaweza kuisoma kwenye kitabu kinachoitwa Usulul Kafi, juzuu ya pili, ukurasa 126. Vile vile kwenye Biharul Anwar, juzuu ya 71, ukurasa wa 393, iliyochapishwa Muassasatul Wafa Beirut. Amenakili kutoka kwa Amal ya Sheikh Tusi rahmatullahi ta'ala alayhi. Baada ya utangulizi huo, sasa naomba tuje sasa, au nije kwenye maudhui yetu ya leo, ambayo leo tutazungumzia uhalisia wa ushia kiukabila.
uhalisia wa ushia upande wa makabila, yani ni makabila gani, ni kabila gani, ni watu wa aina gani ndio walikuwa mashia wa mwanzo. Tabani haya yote ni kwenye kupambana na zile fikra mbaya zilizokuwa zikisemwa ni baadhi ya watu na wanaodaiwa ni wasomi, ya kwamba ushia una Uirani au una Ufursi. Ushia kwa sababu asli ya ushia wenyewe ni Wairani, wenyewe ni Wafursi, basi ushia umekuwa na itikadi zile zile za Kiirani. Sasa nataka leo kwenye maudhui yetu ya leo tuzungumze kama ni masala ya ukabila, kama ni masala ya ukabila, wenye ushia ni akina nani? Lakini swali kwanza la kujiuliza, tunaposema labda mashia wa mwanzo ni Waarabu, nini maana ya Uarabu? Al-uruba. Tunaposema hawa ni Waarabu, hawa asili yao ni Waarabu, tabani bila shaka tukisema huyu ni Mwarabu, maana yake baba yake na mama yake ni Waarabu, au kwa ibara nyingine damu yake ni damu ya Kiarabu, au asili yake ni asili ya Kiarabu, sio damu ya Kiarabu, asili yake ni asili ya Kiarabu. Hivi ni kweli ukiyafuatilia makabila yale ya Kiarabu, hivi ni kweli yana damu ya Uarabu hasa? Yani twende tuwafuatilie wale watu wa Jazira pale wa Mashariki ya Kati na walioko pambizoni mwao, ni kweli 100% ni damu ya Kiarabu? Jawabu, huwezi ukapata 100%. You know why? Kwa sababu asli ya watu wote masdaruhum wahid. Hawa watu wote wafuate, mwisho wanagota kwa mtu huyu na mama huyu. Sasa mama alikuwa Mwarabu. Kwa hiyo tukizungumzia habari ya uhalisia wa Uarabu, hatuwezi kumpata Mwarabu kwa damu ya Uarabu 100%. Alafu swali muhimu la kujiuliza, je, itikadi au akida ina mahusiano na ukabila? Yani tuseme hawa ni Waarabu. Sasa je, fikra, akida, mitazamo, hisia zina mahusiano na Uarabu? Huku kwetu sisi Wazaramu huku tulikuwa tunaona kila Mwarabu ni Muislamu, na mpaka sasa asilimia kubwa ya sisi Waswahili, ya sisi wa Afrika huku tunajua Mwarabu ni Muislamu. Nilipokwenda Warabuni nikawapata Waarabu kwenye nyumba zao wameweka masanamu, sanamu la Bikira Maria, nilishangaa nikataka kufa. Bwana, kuna Wakristo Waarabu kiasi masanamu yako majumbani. Yani kuna Ukristo hata huku kwetu hakuna. Huku kwetu kwa Wachaga huku na Wahaya hawaweki masanamu mbele ya nini? Mbele ya nyumba zao. Kule Waarabu mbele ya nyumba na sanamu lake la Bikira Maria.
Hii masala ya Uarabu na ukabila hayana mahusiano na akida na itikadi. Yuko askofu mmoja hapa wa kanisa Katoliki amesomea Beirut Ukristo. Siku moja namsikia anasali kanisani, kanisa Katoliki, anasali kanisani kwa Kiarabu, bismil ab wal ibn wa ruhil qudus. Bismil ab, watu kanisani wanasherehekea. Lakini nakumbuka kanisa Katoliki Arusha Kijenge kule kwenye miaka ya 90 imeshawahi kuletwa Biblia za Kiarabu, ikawa zijulikane zipeleke wapi, tukaletewa si msikitini kwetu Kijenge, Biblia za Kiarabu. Kwa hiyo ukifuata uhalisia wa Uarabu, kwa ibara nyingine, leo ukiwafuatafuata hawa Wazaramu hawa, sikuna watu wanadai ni Wazaramu hapa akina Litopie Mzuzuri, si ndio hao akina Mwinyi Mbegu akina Mwinyi Gogo, mamwinyi hayo, si wanasema wao ni Wazaramu halisia. Hebu wafuate, unaweza ukawapata huko mbele ni Wadigo. Wafuate tu, naweza ukawapata huko mbele ni Wamasai. Unaweza mwendo, kwa sababu asili ni moja. Sasa fikra na mtazamo unaosema ya kwamba Mashia ni Wairani, Wafursi ndiyo wamekuja wakawa Mashia. Sasa tunapambana kwamba wenye asili ya Ushia si Wafursi, ni Wairani. Hiyo bahthi mwisho wa yote kama vile haina natija, kwa sababu Uarabu wenyewe uko wapi? Huo Ufursi wenyewe uko wapi? Hili jambo la kwanza. Sawa, tukubali kwamba makabila ya mwanzo yaliyokuwa Mashia, nukta yetu ya pili, makabila ya mwanzo yaliyokuwa Mashia walikuwa Waarabu. Sawa, tukubali Waarabu wapo, na kwamba tabaka la mwanzo la maswahaba na tabi'in waliokuwa Mashia walikuwa Waarabu, hawakuwa Wafursi, na kwamba kuna damu safi halisia ya watu wanaoitwa Waarabu. Sawa, tuje tujiulize, ili tuseme hili ni kabila, yani hili tuseme hawa ni Waarabu, hawa ni Wazigua, hawa ni Wasambaa, mnakuwaje Waarabu kwa vigezo vya kielimu? Yani ni vigezo gani vinavyoweza kutengeneza kabila kielimu? Ni vigezo vifuatavyo. Kwanza ni kigezo cha lugha, ni kigezo cha mazingira mnayoishi, kigezo cha lugha, kigezo cha mazingira. Lugha moja mnayoongea ambayo nyote mnafanana kwa hiyo lugha, na eneo fulani mnalokaa ambalo lugha inatengeneza mila zenu, desturi zenu, taratibu zenu,
Kama vile wanavyokuja kwa Waswahili. Kwa nini wamekuwa Waswahili? Kwa sababu Waswahili wana eneo lao wanaloishi, mwambao wa Afrika Mashariki. Wanaoishi hapo huitwa Waswahili. Wana lugha yao ya Kiswahili, wana mila zao, wana tamaduni zao, wana ngoma zao, wana mashairi yao, wana chakula chao, wana nyumba zao. Kwa hiyo lugha na kuishi eneo maalumu linatengeneza hili liwe kabila maalum au liwe kabila fulani, na maslahi ya pamoja. Wanaoana hao, wana mambo yao, wana shughuli zao. Sasa kama Uarabu au Ufursi na Ushia, kama ili uwe Mwarabu ni muwe mnaishi sehemu fulani, mna lugha fulani na taratibu fulani. Masala ya dini hapa yako wapi? Masala ya Ushia yako wapi? Wamekuwa Wafursi ni Wafursi kwa sababu wana lugha yao, wana tamaduni zao, wana eneo lao wanaloishi. Wamekuwa Warabu kwa sababu Warabu wana eneo lao, wana sehemu yao, wana tamaduni zao, wamekuwa Warabu. Sasa iko wapi habari ya Ushia na Ufursi hapa? Kwa ibara nyingine nasema hivi, Wazaramu, masala ya itikadi, Usuni, Ushia hauna mahusiano na kabila, hauna mahusiano na vigezo vinavyotengeneza kabila. Vigezo vinavyounda kabila kando na Uarabu na Ufursi au Uirani kitu chingine. Twende kwenye jambo la tatu muhimu, au nukta yetu ya tatu muhimu, mazingira ya kijiografia. Tukija tukiwaangalia Mashia wa mwanzo, kama nilivyosema, wafuasi wa Ali ibn Abi Talib au Shiatu Ali wa mwanzo ni maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Waliokuwa wanaishi Mashariki ya Kati ndiyo Mashia wa mwanzo, na baada yake tabi'in. Ndiyo walipatikana watu wawili watatu wachache katika masahaba kama vile Salmanul Farisi, Abu Rafi' al-Qibti, watu wachache wawili watatu ambao walikuwa sio Warabu, wawili watatu. Lakini majority, na tumetaja kwenye darasa za nyuma, maswahaba wasiopungua 300 ni Waarabu na ni maswahaba wa Mtume Muhammad, Mashia wa mwanzo. Mashia hawa Waarabu wa mwanzo ndiyo sababu ya kuenea Ushia Iraki, Suria, Misri, Shamu, Afrika, India, Gulfu, Ulaya, Marekani, China, Urusi na sehemu nyinginezo duniani. Mbegu ya maswahaba wa Kiarabu ndiyo ilikuwa sababu ya kuenea Ushia. Uko wapi Uirani na Ufursi na Ushia? Wenyewe watu
wa Lebanon, mpaka leo ukitembea kusini mwa Lebanon kuna athari na sehemu zilizotunzwa wakisema ni sehemu alizopita au alizokaa Abu Dharr al-Ghifari, sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa Lebanoni mpaka leo wanaamini na kusema kwamba ushia wetu tumeupata kutoka kwa Abu Dharr al-Ghifari. Kipindi hicho wa Irani bado wanaabudu moto, hawajui hata Uislamu uko vipi. Hawana habari na Uislamu, bado haijakuwa mamlaka ya Kiislamu, na kama umefika ushia basi ni kwa watu wachache wachache na moja moja. Jambo la nne ni lugha, kwa maana ya kwamba lugha ni moja ya vigezo au ya vitu vinavyotengeneza kitu kinachoitwa kabila. Ni moja ya amil asasi, ni moja ya kiungo muhimu. Bali wasomi wamefikia mahala kueleza ya kwamba lugha, kuna lugha hii ambayo tunazungumza na kuelewana, lakini kuna lugha ambayo ndiyo asili ya kutengeneza fikra na ya kutengeneza ubunifu wa mwanadamu. Yani lugha haishili na kusema tu kuna lugha hii ambayo ndiyo chanzo na sababu ya ubunifu wa mtu na uvumbuzi wa mtu. Na ndiyo maana utaona nchi nyingi zilizoendelea kisayansi na kiteknolojia na kuvumbua mambo makubwa ni watu waliofanya mambo kwa lugha zao, ni watu waliofanya elimu, waliofanya maendeleo kwa lugha zao. Angalia nchi zilizoendelea, maanayo moja ya kilichochangia ni nini? Ni ile lugha ya mama, lugha ya asili. Kwa sababu lugha, kuna hii tunayoongea na hii nguvu ya ubunifu inayotengenezwa na lugha. Na ndio maana Wairani kuanzia nursery school mpaka unakuwa na masters unasoma kwa Kifursi, kwa Kiirani. Nenda Urusi, nenda Uingereza, tena wa Marekani kwa sababu ya umuhimu wa lugha, maana walitawaliwa. Walipoondokana na ukoloni, wakabadilisha mpaka literature yao, yani hata kile Kiingereza wakatengeneza cha kwao, sio cha kikoloni, sio cha kikoloni cha Queen, cha kwao. Hey, I want to go, I wanna go, I wanna. Aitaki salawatu hiyo. Hey, I wanna see you. So I want to see you, my brother. I wanna see you. Ndiyo, you know why? Ni kwa sababu hawako tayari kubeba dhambi na balaa ya ukoloni na balaa. Na ndiyo maana nchi za Kiafrika zikabakia ni masikini mpaka leo. You know why? Kwa sababu asli ya kuwafanya wawe wavumbuzi, asli ya kuwafanya wafikirie, wabuni, asili ile imetolewa. Leo elimu ni kujua Kiingereza,
Elimu ni kujua, yani ukijua Kiingereza wewe una elimu. Sasa elimu ni Kiingereza. Kiingereza ni lugha kama vile Kizaramu tu, hakuna tofauti ya Kizaramu na Kiingereza. Huenda Kizaramu ni bora zaidi, sio huenda bali na uhakika, Kizaramu ni bora zaidi kuliko Kiingereza. Na ndiyo maana wako tayari Waingereza watumie mabilioni ya fedha, lakini wahakikishe Kiingereza wa Afrika hawakiachi. You know why? Kwa sababu siku wakikiacha hawatokuwa watumwa tena, watavumbua mambo yao, watafanya shughuli zao. Na hakuna kitu kinanikera kama kumpata mtu anaongea Kiingereza na Kiswahili. Yananikera hayo shekhi, na kuonyesha kwamba baya zaidi nalonikera sasa ni mtu anazungumza anasema lugha ya kisomi, yani lugha ya kitaalamu, lugha ya kitaalamu. Kwani lugha ya kitaalamu mpaka iwe Kiingereza? Yani mpaka useme water ndio umekuwa msomi? Ukisema maji ukisema water ndio umekuwa msomi? Ukisema asante sana huja kuwa msomi mpaka useme thank you very much ndio msomi? Thank you very much. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa kweli wakoloni wametuweza na hakuna kitu kinanikera kama vile mikataba ya kisheria kuandikwa Kiingereza. Hakuna kitu kinanikera kama vile mikataba ya kisheria kuandikwa Kiingereza, na hakuna kinachoniliza zaidi kama vile wanasheria wa Kiafrika kuvaa yale majinguo ya ovyo ovyo ya Waingereza. Sikuna majinguo ya wanasheria yale ya ovyo ovyo. Natamani siku moja Ali Swaghiri aje awe rais aondoe yale majinguo. Ni athari za ukoloni ambazo hazina sababu. Ala kulli hali, turudi katika lugha. Kwa hivyo sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa hivyo lugha kwa uhalisia haina mahusiano na itikadi. Lugha ina mahusiano na ukabila au na kabila. Na tukija kwenye upande wa kabila, kwa haraka haraka nisichukue muda, Mashia wa mwanzo ni Waarabu. You know why? Kwa sababu Ali mwenyewe Ibn Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi alikuwa Mwarabu, na ndiyo maana naomba hapa mnipe vichwa vyenu, na ndiyo maana walioipigania lugha ya Kiarabu kwa hali na mali, na wakavumbua na wakaanzisha, walikuwa ni Shiatu Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi. Na kwa kuonyesha kwamba maulama na viongozi wa kishia wa mwanzo walikuwa Waarabu, ndiyo maana kuna msisitizo ndani ya ushia kuhusu lugha ya Kiarabu, tofauti na madhehebu zote za Kiislamu. Leo nitakutajia maneno mawili matatu, hutuamini kwenye macho yako, hutuamini kwenye macho yako. Maulama wa kishia
wote, hakuna hata anayeruhusu kusoma katika swala ila kwa lugha ya Kiarabu. Na adhana, hakuna mashuhuri ya mashia, maulama wa kishia, adhana lazima iwe Kiarabu. Takbiratul ihram lazima iwe Kiarabu, ambapo ukija kwa Imamu Abu Hanifa katika maimamu wa Kisuni, ukija kwa Imamu Shafi'i imamu wa Kisuni, Imam Maliki imamu wa Kisuni, hao wote wamejuzisha kuadhini kwa lugha ya isiyokuwa Kiarabu atakapokuwa muadhini ni Muajemi, yani sio Mwarabu, na anataka kuadhini kwa ajili ya nafsi yake yeye mwenyewe au anataka kuadhinia Waajemi wenzake. Imamu Abu Hanifa, Imamu Shafi'i, Imamu Maliki katika fatua zao, kama wewe ni Mzaramu unaweza ukaadhini Kizaramu, Allahu akbar, Allahu akbar. Kizaramu tunasemaje Allahu akbar? Mrungu ni mba, mrungu ni mba, mrungu ni mba. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam, Allahu akbar, Allahu akbar. Wamejuzisha maulama hao, kama unataka kuadhini peke yako unaweza ukaadhini kwa lugha yako, au unataka kuadhinia Wazaramu wenzako unaweza kuadhinia kwa Kizaramu. Lakini Shiatu Ali Muhammad, kwa kufuata kiongozi wao Mwarabu Ali ibn Abi Talib, Imamu al-Mashariqi wal Magharib, Asadullahi Sayyiduna Ali salawatullahi wa salamuhu alayhi. Vile vile Shawafi'i na Mahanafi na madhhab ya Imam Maliki wamejuzisha takbiratul ihram kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu atakapokuwa anayeswali hajui lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo unaweza ukapiga takbira kwa Kizaramu. Hilo huwezi kulipata kwa Shiatu Ali Muhammadi. Kwa nini? Kwa sababu asili yao hao wa mwanzo Waarabu, na ndio maana wana tashaddud na msimamo mzito kwenye lugha ya Kiarabu. Kuhusiana na ndoa, aqdun nikah, kuhusiana na ndoa, Imamu Abu Hanifa, Imam Malik na Imam Ahmad bin Hanbali wanajuzisha kuozesha kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu pamoja na kuweza, na wanasema hiyo ndoa ni sahihi. Ya unaweza ukamuozesha Mswahili pasi na kumtamkia Kiarabu zawajtuka, ankahtuka, ukamwambia kwa Kiswahili nimekuozawe. Ndio hivyo, nimekuozawe, nimekuozesha wewe. Na yeye anajua Kiarabu. Kwa hivyo utapata kwa wafuasi wa Ahlul Bait salawatullahi wa salamuhu alaihim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, utapata ya kwamba la
Kwa nini? Kwa sababu ni Waarabu, na haya mmeyanakili kutaka kuvunja Ufursi na Uirani kwenye Ushia, kwamba hauna chanzo, hauna uhalisia kabisa. Haya ndiyo yasema ya kujuzu adhana kwa Kiswahili kwa yule ambaye anataka kuadhini yeye mwenyewe kwa Waswahili wenzake na hawezi Kiarabu, na haya mengine yote unaweza kuyasoma kwenye kitabu kinachoitwa Alfiqhu ala almadhahibi al-arba'a, juzuu ya kwanza ukurasa 314, Fajrul Islam ukurasa 250, Kanzul Irfan ya Al-Miqdad As-Sayyuri juzuu ya kwanza ukurasa 117, Al-Ahwalu Shakhsiyya ya Muhammad Abu Zahra ukurasa wa 27, chapa ya kwanza kabisa iliyochapishwa Misri. Kwa muntalaki huo na kwa nukta zangu hizi 4 nilizozisema, utaona ya kwamba kumbe Ushia hauna mahusiano kabisa na Wairani wala na Wafursi, na wala Ushia hauna Ufursi wala Uirani hata kidogo, bali Mashia wenyewe wa mwanzo kabisa ni Waarabu na Mashia ni mutashaddidun, wana msimamo mkali katika kutumia lugha ya Kiarabu, na ndiyo maana nenda kwenye misikiti yao uangalie ndoa zao, mtu anawakilishwa kwenye ndoa kwa sababu hajui kutamka Kiarabu, kuonyesha uzito na umuhimu wa lugha ya Kiarabu. Salla ala Muhammad wa ali Muhammad. Mwisho tufunge kikao chetu cha leo ambacho kinaurudisha Ushia hauna mahusiano na Ufursi wala na Uarabu. Naomba tufunge kikao hiki na maneno ya Ali ibn Abi Talib Amirul Mu'minin salawatullahi wa salamuhu alayhi. Katika kitabu cha Nahjul Balagha juzuu ya 3 ukurasa wa 353, Ali akielezea umuhimu na uzito wa Ahlul Bait na kuwafuata Ahlul Bait alayhimus salam. Na alhamdulillah kuna maajabu yametokea. Kuna klipu inatembea kwa nguvu kwenye mitandao ya aliyekuwa Imamul Haramain Sheikh Sudesi akizungumza ya kwamba Ahlul Bait alayhimus salam ni bora kuliko maswahaba wote wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na akasema tena, akajadiliwa, akaitisha vyombo vya habari, akathibitisha ni kweli Ahlul Baiti ni bora kuliko maswahaba wote, na akanakili ayatul mawadda, na akasema maneno ni yangu, maneno ni ya Sudesi, sio yangu. Na akasema wapo wanafiki wachache wanaosema Ahlul Baiti si bora, maneno ni yake yeye, sijakambua jalala natokana na maswahaba. Sasa na kuonyesha umuhimu wa Ahlul Baiti na kuwafuata, Amirul Mu'minin Ali anasema katika Nahjul Balagha, fa innahu man mata minkum ala firashih wa huwa ala ma'rifati haqqi rabbih
wa haqqi rasulihi wa ahli baitihi mata shahidan wa waqa'a ajruhu ala Allah wastawjaba thawaba ma nawa min salihi amalihi wa qamat niyatu maqama islatihi li sayfihi. Haitaki salawatu hiyo. Anasema kwa sababu yoyote atakayekufa katika nyinyi kitandani kwake, na yeye anajua haki ya Mungu, haki ya bwana wake na haki ya mtume wake, na anajua haki ya watu wa nyumbani kwake. Angalia maneno hayo, haki ya Mungu, haki ya mtume, haki ya ahlul bait. Anasema huyo mata shahidan, mtu huyo anakufa shahidi, na malipo yake kwa Mungu yanathibiti, na anastahiki thawabu za kile alichonuia katika matendo yake mazuri, na nia yake inakuwa thabiti na inakuwa na nguvu. Na ndiyo maana sisi hatukumfuata fulani wala hatujachukua kwa fulani baada ya mtume kuondoka duniani. Kwa nini? Tukaona tuchukue kwa watu wanaoitwa ahlul bait, kwa sababu kuwapenda tu, ukifa mata shahida. Fama baluka bimuwalatihim wa mutabaatihim. Je, ukiwafuata? Je, ukichukua dini yako kutoka kwao? Hali yako siyo ya kawaida. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala auladi al-Husayn wa ala ashabi al-Husayn wa ala akhika Abi al-Fadl al-Abbas wa ukhtika Zainab wa bintika Sukaina. Baada ya kuuawa al-Imam al-Husayn siku ya Ashura, katika vitu walivyonyang'anywa na walivyonyang'anywa ahlul baiti ilikuwa ni zafarani. Wakaiiba, wakaichukua. Tarikhi inasema waliojipaka zafarani ile waliungua na moto. Mwili ulikuwa unaungua, inakuwa moto. Haya nitakayoyasema yote kwa ujumla kuhusiana na kifo na yaliyotokea baada ya al-Imam al-Husaini kuuawa, unaweza ukayafuatilia kwenye vitabu vya kisunna vifuatavyo: Al-Khasaisul Kubra ya al-Imam an-Nasai, At-Tarikh, Tarikh ya Ibn Asakir, Tahdhibu at-Tahdhib ya Ibn Hajar, Majma'u az-Zawaid ya al-Haythami, Al-Kawakibu ad-Durriya, Maqtalu al-Husayn ya al-Khawarizmi, As-Sawa'iqu al-Muhriqa ya Ibn Hajar al-Haytami, Kamilu az-Ziyarat. Haya yote nitakayoyasema katika matukio yaliyotokea ni farasi aliyoibiwa wa Hussein, hawakufaidika naye, yakawa yanatokea maajabu kwenye farasi huyo waliomuiba. Wekundu uliotanda mbinguni haukujulikana kwa uzito wake ila siku aliyouawa Husaini. Ibn al-Jawzi anasema hilo sio maajabu. Kwa nini? Kwa sababu
kila mtu anakasirika, kila mtu akikasirika hasira zinajionyesha kwenye uso wake. Alipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana mwili, hana uso, athari za hasira zake za kuuawa Husaini zilijionyesha kwenye ulimwengu. Mawingu yakabadilika, wekundu tukawa tunauona uko mpaka leo, kwa sababu ya uzito wa msiba na kifo cha Husaini. Alafu akasema Ibnul Jauzi, Mtume siku ami yake Abbas ibn Abdul Muttalib alipokamatwa mateka siku ya Badri na akafungwa kamba, akawa anajiuguza, Mtume hakulala kwa sababu ya kujiuguza ami yake Abbas ibn Abdul Muttalib. Unaona hali ingekuwaje lau Mtume angemuona Husaini vile alivyofanywa kwa macho yake mawili. Wahshi aliyemuua Hamza, simba wa Mungu, Mtume akalia sana na akahuzunika sana. Aliyemuua Hamza alikuwa ni Wahshi, lakini Wahshi alikuwa akikaa mbele za Mtume, Mtume alikuwa akimwambia ghaib wajhaka anni, Wahshi, naomba ukae mbali na mimi. Kwa nini? Fa inni la uhibbu an ara qatila al-ahibba, sijisikii vizuri kukaa karibu na mtu ambaye ameniulia mtu ninayempenda. Pamoja na kwamba Uislamu yajubu ma qabla, ukishasilimu yale ya zamani yote yamepita, lakini Mtume alikuwa anamwambia Wahshi, naomba ukae mbali kidogo, ghaib wajhaka anni fa inni la uhib an ara qatila al-ahibba, fa inni la uhib an ara qatila al-ahibba. Vipi lau angemuona mwanawe Husain amechinjwa? Hawakutosheka na kumchinja tu, Umar ibn Saad ibn Abi Waqqas akatoa amri mwili ule ukanyagwe na farasi. Bala, kwa uhakika Mtume alihudhuria Karbala na akashuhudia yaliyotokea. Sauti za wanawe na wajukuu zake alizisikia, kilio cha watoto wake wadogo waliokuwa wana kiu ya siku tatu alikisikia. Jeshi la Yazid lilisikia sauti ikisema, wailakum ya ahla al-Kufa inni ara rasulallah yandhuru ila jam'ikum marratan wa ila samai ukhra. Ilitoka sauti kwenye jeshi la Yazidi ikawa inasema, ole wenu enyi watu wa Kufa, mimi ninamuona Mtume anawaangalieni, mara anaangalia jeshi lenu na mara anaangalia mbinguni, wa huwa qabidun ala lihiyatihi almuqaddasa, na Mtume amekamata ndevu zake. Mtu alisema hilo, ishara ya kwamba Mtume alihudhuria, na hilo wala si gumu. Lakini kupotea, watu wakishapotea, walipoambiwa habari hizo wakasema ni sauti ya mwenda wazimu, achanene na sauti hiyo. Imamu Sadiq alayhi salamu alikuwa akisema, la arahu illa Jibrail. Alikuwa anasema sauti hiyo ilikuwa ni sauti ya Jibril.
baada ya tukio la Karbala, baadhi ya malaika sauti zao zilikuwa zikisikika wakisema, ehe, umma ambao umechanganyikiwa au mjui mtume wao, Mungu asiwafikishe umma nyinyi. Na kweli Mungu tumeona athari, hatuna taufiki ya Mungu. Msiwafikishwe, sio kwa Eidul Adha wala kwa Eidul Fitri. Imamu Sadiq anasema wallah, hawajafikishwa na wala hawatopata taufik mpaka kisasi kwa ajili ya damu ya Hussein tukione kwa macho mawili. Tabkika aini la liajli mathubatin lakinnama aini liajlika bakia. Hussein, jicho langu linakulilia si kwa sababu ya malipo, si kwa sababu ya thawabu, lakini nikifikiria yaliyokukumba katika ardhi ya Karbala nalia. Tabkika aini la liajli mathubatin lakinnama aini liajlika baqiya. Tabtallu minkum Karbala bidamin wala tabtallu minni bidumu'i ljariya. Karbala kwa yaliyotokea inajaa damu, lakini kila nitakavyolia siwezi kuitendea haki, na wala siwezi kwamba nimetosheleza kwa kilio changu kwa yale yaliyotokea Karbala. Tabkika aini la liajli mathubatin lakinnama aini liajlika bakia. Ansat raziyatukum razayana allati salafat wa hawwanat razaya alatiya. Ansat raziyatukum, tukio la Karbala limetusahaulisha razayana allati, tukio la Karbala limetusahaulisha misiba yote inayotukumba. Kila msiba unaotufikia huwezi ukaufananisha na Karbala. Wa hawwanati razaya alatiya wa fajai'u alayami tabqa muddatan. Maumivu yanapotukumba kwa sababu ya kuondokewa na watu tunaowapenda yanabakia kwa muda. Watazulu, alafu yanaondoka. Wahaya ila alqiyamati baqiya. Lakini tukio la Karbala hatutolisahau mpaka siku ya Kiyama. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu wa ala Muhammad ayya munqalabin yanqalibun wal aqibata lil muttaqina wala udwana illa ala adh-dhalimin. Bismillahir rahmanir rahim. Amman yujibul multarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibul multarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibul multarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'a.
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج علينا جميعا وعلى كافة المسلمين، فرج علينا جميعا وعلى كافة الحاضرين، فرج علينا جميعا وعلى كافة المؤمنين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، مع الصلوات 3 مرات على حب الزهراء بأعلى أصواتكم.